Dada, mimi kuna shida gani kueleza kweli? Dada, mimi sinimeeleza kweli? Tena dada unajua wewe mbishi sana. Sijapenda. Sio ubishi, sijapenda. Umekuja kama kumdhalilisha ostazi wa watu hapa. Sasa dada, mimi nakwambiaje? Huyo mtaalamu nilimpata mimi. Yaani akopeshi. Anapiga tunguli, anapiga kasi ya hatari. Yaani mimi naona kabisa dalili za mafanikio. Alafu sasa ninapokuambia dada, ninapokuambia. Yaani huyu sio Tanga. Sio kule nyumbani Tanga. Huyu nimemtoa Sumbawanga na nauli nimemlipia mimi mwenyewe. Anapiga kazi balaa. Na nakwambiaje? Sasa hivi nitakamata mchawi mmoja baada mwingine. Na nitakuletea hapa, nitawaleta hapa wachawi. Hii nyumba itafurika wachawi. Ili wewe uamini. Wewe unanionaga mimi mnazo. Subiri tu. Wewe utaona kazi. Utaona, subiri. Majibu utayapata dada. Maustazah wanachelewa hawa. Kwanza mimi nafurahi sana. Yaani nafurahi kweli yani nimekuona. Yaani mimi ni miongoni mwa wale wenye bahati. Sasa bwana mganga, kama nilivyokuambia, kama tulivyozungumza kwenye simu, bwana mganga, mimi napata shida kweli kweli. Sipati usingizi, mimi ndoto ya ajabu. Yaani mimi ninachotaka bwana mganga, zindiko. Hilo usijali. Kwa sababu gani unajua? Yaani pale mimi nyumbani kwangu pale, mimi napata shida. Nyumba ya kwangu mwenyewe lakini napata shida. Nateseka mimi kama niko jehanamu. Yaani husda, vijicho. Pale nyumbani kwangu wananiloga kweli kweli. Yaani hata kama narudi nyumbani, nimetoka zangu kwenye mishe zangu narudi nyumbani, naona kabisa husda wazi naziona hizi hapa. Majirani wananitolea macho. Wananiangalia hivi yani. Hilo usijali. Hilo usijali. Ndio. Utapata unachokitaka. Sifanyi kazi mwenyewe. Nafanya kazi na mababu. Yaani hao ndio wasaidizi wako kwa maana hiyo. Sawa, haina shida basi waite tuyamalize. Tunayamaliza tu. Haina shida. Kijana, sisi tumesifika sana. Tunatoka Sumbawanga. Na sisi ndo tumefanya nasibu aitwe Diamond. Huyu unamsikia Diamond huyu? Huyu. Tumefanya marais wakalie viti vyao. Yaani tumewapa power. Hata yule Burkina Faso. Sasa kijana, hapa uongee na mimi. Ndio. Utaongea na mababu. Sawa, basi haina shida. Waite tu mababu aje. Hila. Kitu kimoja. Usiogope. Haina shida. Chochote utakachokiona usiogope. Mababu wana tabia ya kuja na sura zingine. Upo tayari? Haina shida. Hata akija nyoka hapa upo tayari? Nyoka? Nyoka hapa. Lakini sawa, nitajitahidi. Sitokuletea hao. Ngoja nikuletee jambo rahisi tu. Nimuite babu ambaye anaweza kukusaidia. Mwite. Hingo. Hela za watu urejeshi. Kule mimi nadaiwa. Yaani kumbuka ulikuja ukanililia nikakupa pesa. Ofisini kwako hulipoti. Yaani kule mimi nasumbuliwa mimi. Why? Ni kwa nini urudishi pesa za watu kwa wakati kaka? Madam Nei, mimi sio kwamba nafanya kusudi. Au sio kwamba sijui taratibu za ofisi za mikopo. Nimechukua pesa, najua nitakiwa nirudishe kwa wakati na riba yake. Lakini Nei, sio kwamba mimi napenda. Ni wakati tu umekuwa kipindi kibaya kwangu mimi kiuchumi. Nimekuwa napitia mambo ambayo hata mimi mwenyewe siyajui. Nilikuwa naomba kupitia wewe, uiombe ofisi yako. Mnipe muda kidogo. Angalau walau hata miezi 2-3 mbele. Nitairudisha hiyo pesa na riba juu. Rameki, ulivyokuja kukopa pesa, matatizo yako yalikuwa hayapo. Sasa hivi muda wa kurejesha ndio unasema una matatizo. Sasa hapa nimekuja kwa lengo hili moja. Kesho saa 2 unahitajika ofisini. Nje ya hapo sheria itachukua mkondo wake. Hatutaongea kama tunavyoongea kirafiki. Nimeshamaliza, siongei tena. Wengine wamejaa mbaya za tabia, wengine tumeumbwa na nyingi huruma, bila kujali huyu nani namsaidia. Wanasema tenda wema nenda zako.
Muje. Kijana, una shida gani? Mimi nina shida. Shida yangu mimi ni kwamba niko nahitaji zindiko. Yaani mimi pale ninapokaa nyumbani kwangu wachawi wananiroga sana. Wananitoa ndani ya nyumba yangu, wananilaza nje. Kwa hiyo mimi nahitaji zindiko. Yaani zindiko kwa kweli, mchawi akifika pale nyumbani kwangu pale, yaani anasa nimkute pale pale. Wewe mwili wako ni mchafu. Wewe ni mchafu. Sio mchafu kuoga, bali ni mchafu ambaye huna kitu mwilini mwako, huna kinga. Namaanisha wewe huna kinga mwilini. Kinga? Ndio maana unachezewa, unaota ndoto za ajabu, unajikuta umelala nje, huna kinga mwilini. Ni kweli. Sasa sisi tutakusaidia upate kinga. Sawa, nitashukuru sana yani. Utamwambia mwenyekiti wangu akupe dawa ya kuoga, na hiyo dawa sharti yake ni nyepesi sana. Inatakiwa usioge kwenye choo cha ndani, oga nje. Umenielewa? Nimekuelewa. Kuna kingine? Yaani kingine hamna isipokuwa yani zindiko, yani kisha napata zindiko la kutosha yani. Basi usijali. Sawa. Ndio. Nafanya kazi na mababu. Sawa. Wasaidizi wako maana yake hao. Sawa bwana mganga. Hii dawa ndio kama mababu walivyokuelekeza. Naenda ukaoge. Nikaoge? Usioge kwenye choo cha ndani. Ni choo cha nje maana yake. Sawa, basi haina shida bwana mganga. Nimefurahi sana. Inatakiwa uache kienda shamba. Kienda shamba? Sawa, haina shida. Unamaanisha hela, si ndio? Hii hapa bwana mganga. Weka chini. Hii hapa bwana mganga. Nashukuru sana basi bwana mganga. Unaweza ukaenda. Sawa, tutawasiliana itakapokuwa tutawasiliana. Masharti yote ninayokuambia timiza. Haina shida. Mimi nitazingatia. Haya. Haya. Si hapa fadhali. Kwenda. Where is my phone? Okay. Hey. Hello wife material. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Umelia sana, unataka sijui pilau sijui nini. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Nenda pale kwa Mangi, kopa kila kitu unachotaka wewe. Na nyama pale buchani chukua. Lile dili nilokuambia limetiki tayari. Mambo yameenda mwamwa. Nakwambia mimi waga sichezeshi. Watu tumezaliwa mbali. Tumetoka mbali. Yaani bahati tunazo. Na kazi hapo inaenda. Michongo inatiki. Kama kutiki ni Oktoba tu peke yake. Haya wife. I love you pia. Nakupenda. Nisiamini. Nimeipata. Yaani dawa inaonekana kabisa, inaonekana hii dawa ndio mwisho wa matatizo. Nuksi zote tupa kule. Husda zote kupa kule.
Mikosi kwicha kabisa. Yaani inaonekana heba nimesika, najiona kabisa yani mambo yanakuwa mazuri. Sasa niambia nisogee ndani nioge choo cha nje. Haina shida. Ngoja niweke hapa. Mkango. Niwekee maji kwenye kile choo cha nje, kuna nataka nikaoge. Nataka nikitumie kile choo cha nje. Ndani joto. Tena sasa hivi umesikia? Fanya ima. Hivi pesa nimeweka chumbani kule jana usiku chini ya godoro. Iko wapi? Pesa? Mungu, mimi pesa sijachukua. Sijachukua pesa. Mimi nilijua kabisa utakataa. Nimechukua jana usiku, nimerudi na pesa. Nimeweka tena chini ya godoro kabisa usiione. Kwa sababu nakujua wewe mke wangu. Ukionaga tu hela unachukua tu ovyo. Sasa nimeficha, kumbe uko unanichungulia. Ile ni hela ya watu. Labda nikutahadharishe kabisa. Ile ni hela ya watu ambao nilikopa taka nirudishe marejesho. Sioni. Hebu nipe mimi hela niondoke mimi. Mume wangu, mimi pesa sijachukua. Na siwezi nikachukua pesa bila idhini yako. Sijawahi mume wangu, sijawahi kuchukua mimi pesa bila idhini yako. Mimi hela ninayotumia na kuumenipa mwenyewe. Na pesa yako wewe ni ya kwangu pia. Sasa kwa nini nikuibie mume wangu? Hivyo hizi hela zangu unazichukuliaje kwani? Hizi pesa wewe unazichukuliaje? Hizi zingine ni hela za watu, sio kila hela inayoshika mimi ni ya kwangu. Ni hela za watu. Kwa nini unachukua bila taarifa? Sasa mimi wangu sijachukua hiyo pesa. Ndio maana nimekwambia kweli ndio. Ya Mungu, mume wangu, mimi hela sijachukua. Hivyo unajua mwanamke utakuja kuniona na pressure huko ndani. Unataka nife ulisi wewe nyumba ulizike, si ndio maana yake? Zile hela ni za watu. Unajua kabisa mimi nadaiwa mkopo, wanakuja kuchukua hela zao, wanakuja kudai hela zao kila siku. Sasa mimi nimeleta hela maskini ya Mungu na unachukua tena. Sikwambie, mimi nimechelewa kazini. Naenda, nikirudi niikute pesa huko ndani. Au wewe umeondoka. Chagua tu mawili. Pesa nikute au wewe umeondoka. Kwa mimi mwizi. Ni mwizi. Nishachoka janja zako. Nikirudi nikute hela. Yaani ninapozungumza nije niikute hela. Yaani ninapoingia pap niikute hela ipo hapa. Hela ya watu. Mimi naitoa wapi sasa? Utajua unaitoa wapi. Ulikoitoa ndio uirudishe. Ulipoitoa irudishe hela pale pale. Nikute hela nikirudi hapa. Mke wangu! Wewe mwanamke! Unaniwekea nini humu? Mwanamke ananiwekea nini humu? Ndio limbwata. Mbona jana washa namna hii? Wewe mwanamke unaniwekea nini mimi humu? Wewe mke wangu wewe! Mke wangu! Wewe mke wangu! Mke wangu! Abe! Hebu tu hapa. Kuna nini mume wangu? Kuna nini? Wewe kwenye maji unaniwekea nini? Mimi sijaweka chochote, kwani vipi? Wewe kuna kitu umeweka bwana huko. Kuna kitu umeweka huko, sio bure. Sijaweka kitu mume wangu. Mbona maji yenyewe yanawasha namna hii? Mimi sielewi. Bure vipi wakati wewe ndio umeniandalia? Sio wewe ndio umeniandalia mimi maji wewe. Mungu unanikosea, nimeweka nini? Wewe ndio umeniandalia mimi haya maji. Wewe kama nimekuandalia ndio nimekuwekea nini sasa? Sasa mbona yanawasha? Mbona yanawasha namna hii? Sielewi. Kuja weka upupu. Nikuwekea upupu kwa sababu gani? Hebu nikune kwanza. Mungu na mkubuka sana. Na bado paka mseme.
Pole. Wewe umefanya nini? Niambia kwa umefanya nini kwenye ile maji? Mume wangu. Sijaweka chochote mimi kwenye yale maji. Vipi kwani? Nawashwa, nawashwa kwa kweli yani. Maji yanawasha. Pole. Umeweka nini wewe? Wewe mwanamke wewe. Unataka kuniua eh? Unataka kuniua si ndio? Baba Kambo analala kabisa. Baba Kambo na mtoto mchawi. Baba Kambo jamaa yatima. Baba Kambo na mtoto mchawi. Sikila naeli ya njaa inamuuma. Wengine wamejaa mbaya zao tabia, wengine tumeumbwa na nyingi huruma, bila kujali huyu nani namsaidia. Wanasema tenda wema nenda zako, maana malipo ni kwa Mungu wako. So kila unayemwona mbele yako atalipa mema kwa mazuri yako. Huruma, huruma, huruma mama, binadamu hawana wema, wamejawa lawama. Wow, 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 wow. Baba Kambo analala kabisa. Baba Kambo na mtoto mchawi. Baba Kambo jamaa yatima. Baba Kambo na mtoto mchawi. Sikila naeli ya njaa inamuuma. Wengine wamejaa mbaya zao tabia, wengine tumeumbwa na nyingi huruma, bila kujali huyu nani namsaidia. Wanasema tenda wema nenda zako, maana malipo ni kwa Mungu wako. So kila unayemwona mbele yako atalipa mema kwa mazuri yako. Huruma, huruma, huruma mama.